Jina la Bwana lihimidiwe. Ninamshukuru Mungu na kumtukuza Mungu kwa ajili ya rehema zake na fadhili zake. Mungu ametutendea rehema. Tunaendelea vizuri. Nashukuru pia unayefuatilia akaunti yangu Facebook na YouTube. Tumekuwa na mikutano katika mkoa wa Dodoma kule Kongwa. Nashukuru Mungu alionekana. Nashukuru Mungu pia kwa ajili ya maombi yenu mliokuwa mkishiriki kuomba kwa ajili ya huduma ile. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tulikuwa na somo letu, tulikuwa na maombi endelevu kwa habari ya maono. Tumekuwa na maombi endelevu juu ya kuombea maono. Lakini wakati naendelea kutafakari mbele za Bwana, pato tu ujumbe unasema toba juu ya uhalali wa miungu kupiga maono. Toba juu ya uhalali wa miungu kupiga maono. Lakini kichwa ambacho Mungu akitupa neema tutatembea kwa siku kadhaa tukitafakari, na ni maombi mengine. Tulipata nafasi ya maombi, lakini baada ya maombi na hatua ambazo tumetembea, kuna watu bado wanahisi wamekwama mahali. Kuna watu bado wanahisi hawajaweza kusogea. Kuna watu bado wanatamani kupata hatua zaidi. Sasa Mungu ameachilia maarifa haya ili tuweze kutafakari pamoja na kuona namna gani ambavyo tunaweza tukashughulikia athari yoyote uhalali wa miungu kupiga maono. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza 11, nitaanza kusoma ule mstari wa kwanza hadi mstari ule wa 13. Nitasoma hapo mistari kadhaa. Biblia inasema, Mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wageni pamoja na binti yake Farao, wanawake wa Moabi na wa Waamoni na wa Edomi na wa Sidoni na wa Hiti na wa mataifa Bwana aliyowaambia wana wa Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Sulemani akaambatana nao kwa kuwapenda. Akawa na wake 700 binti za kifalme na masuria 300, nao wakeze wakamgeuza moyo. Maana ikawa Sulemani alipokuwa mzee, wake zake wakamgeuza moyo wake afuate miungu mingine, wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kwa moyo kama moyo wa Daudi baba yake. Kwa kuwa Sulemani akamfuata Ashtoreth, mungu mke wa Sidoni, na Milkamu, chukizo la Waamoni. Sulemani akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, wala hakumfuata Bwana kwa ukamilifu kama Daudi baba yake. Sulemani akamjengea Komeshi, chukizo la Waamoni wa Moabi, mahali pa juu katika mlima uliokabili Yerusalemu, na Moleki, chukizo la wana wa Amoni. Na kadhalika ndivyo alivyowafanyia wake zake wa nchi za kigeni, waliofukiza uvumba wakawatolea miungu yao dhabihu. Basi Bwana akamghadhibikia Sulemani, kwa sababu moyo wake umegeuka, naye amemwacha Bwana Mungu wa Israeli aliyemtokea mara 2. Akamwamuru katika habari ya jambo lilo hilo asifuate miungu mingine, lakini yeye hakuyashika aliyoyaamuru Bwana. Kwa hiyo Bwana akamwambia Sulemani, kwa kuwa umefanya haya wala hukuyashika maagizo yangu na sheria zangu nilizokuamuru, hakika nitaurarua ufalme usiwe wako, nami nitampa mtumishi wako. Wala katika siku zako sitafanya haya kwa ajili ya Daudi baba yako. Nitaurarua utoka katika mkono wa mwana wako, lakini sitaondoa ufalme wote pia. Nitampa mwana wako kabila moja
kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu na kwa ajili ya Yerusalemu niliyouchagua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizi ni habari mbaya kidogo, zinaelezea changamoto ambayo imetokea kwa Suleimani. Alimpenda Mungu, alitembea na Mungu kwa ukamilifu wa moyo, lakini wakati amestarehe kwenye ufalme akaanza kuoa wanawake wengi, mpaka Afrika mabinti wa kifalme 700 pamoja na masuria 300. Ni mambo ambayo hayakuwa mepesi sana, ni mambo magumu kidogo ambayo yamefanyika hapo, lakini pointi yangu iko hapa kwamba Mungu aliwekeza maono makubwa sana kwa Suleimani na kwa vizazi vyake, lakini kitendo cha kugeuka na kuabudu miungu mingine, yale maono yakakatwa kwa 80%, na akasema nitabakisha ukoo mmoja, kabila moja kwa ajili ya Daudi, kwamba Daudi kwa namna alivyoenda kwa ukamilifu na Mungu wake, Mungu akampa neema ya kupata kiti chake kisiangamizwe, kiendelee. Akapewa Yerusalemu mji mtakatifu, akapewa Yuda, lakini kwa neema akapewa na Benjamini mwanae, akapewa mikoa miwili, akapewa Yuda na Benjamini, lakini kusudi kuu ilikuwa ni Yuda kwa ajili ya kile kiti cha Mungu kitunzwe katika utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa haya ni mambo ambayo yanatukuta kwenye maisha haya. Umekuwa umeomba toka tuanze somo la maombi, kuna vitu umevisukuma sana, lakini unaona kama haviendi, unaona kama havisogei. Sasa moja ya changamoto kwamba kuna uhalali wa miungu kupiga maono kupitia mapatilizi yaliyotangulia kabla yako. Tunaona Suleimani anaambiwa nitaurarua ufalme wako na kumpa mtumishi wako, lakini asema sitayafanya haya kwa wakati wako, ila nitayafanya kwa wakati wa mwanao. Lakini asema nitabakisha kabila moja la Juda kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Sasa hii ni kesi ya baba, lakini inamwathiri baba, lakini inamwathiri na mtoto ambaye anatakiwa aendeleze kitu cha kifalme. Anajikuta tayari yupo ndani ya adhabu ya baba. Sasa tunapotembea kwenye somo la maono, maono yanatangaza hatima kubwa, maono yanatangaza mwisho mkubwa sana, maono yanatangaza neema kubwa ambayo inakwenda kutokea mbele yetu. Na baada ya maono kutangazwa, ile kesho kunaanza hatua ya kuelekea kwenye hatima. Sasa moja ya changamoto ni vita inayotuzuia njiani. Sasa moja ya vita ni miungu inapata uhalali wa kushambulia kutokana na mapatilizo, kutokana na makosa yetu. Kwa kama umesukuma maombi vizuri na umehisi neema ya Mungu vizuri, lakini kuna vitu unahisi bado havijasogea. Sasa hapa tunabadilisha gia. Toba ndio halali wa miungu kupiga maono. Ni toba muhimu sana. Ni toba ambayo itafungua milango ambayo umekemea na kuvunja haijafunguka. Lakini ndani ya toba hii, tutapata hatua nyingine. Tutapata kusogea tena hatua nyingine. Kumbuka, kadiri tunavyozidi kuachilia maombi, kuna kitu tunasogea. Sasa kwa kadiri tunapopata halali wa toba, ndio halali wa Mungu kupiga maono, kuna vitu ambavyo tumekemea havijafunguka. Lakini tukisimama kwa njia ya toba, toba inafungua milango zaidi ya kukemea. Toba inafungua milango zaidi ya kuvunja na kubomoa, kwa sababu kuna vitu tumevunja, tumebomoa, lakini vitu natuangalia. Sasa hili somo linakuhusu wewe ambaye tayari umeingia kwenye maombi ya kivita. Umepambana kwa namna mbalimbali. Umekuwa na muda, umetenga muda kutosha wa kusukuma maombi. Unaona kuna vitu vinasogea kwa taratibu sana.
Kuna vitu vinasogea kidogo sana, au kinasogea kidogo afu kinasimama, kinasogea kidogo kinasimama. Sasa kuna kitu kipo ulimwengu kinazuia. Sulemani alikatwa 80% ya maono na yalitimizwa kwa mwanae. Sasa yumkini wewe ni mtoto wa Sulemani. Pale kuna Rehoboamu. Alipita kwenye changamoto mbalimbali, lakini kuna vitu vilianzia kwa baba. Kuna tamani leo tunaweza Bwana kwa toba juu ya mapatilizo ambayo yamelenga moja kwa moja kwenye maono. Nataka uelewe jambo hili. Si kila mapatilizo yanagusa kila kitu. Nachotamani ni kona moja tu ya maono. Sitamani kona nyingine. Sitamani maeneo mengine. Natamani eneo moja tu la kona maono. Kile ambacho miungu imesimama hapo inakuzuia kihalali, inakupinga kihalali, na kuna vitu vimepunguzwa, kuna vitu vimeahirishwa, kuna vitu havijaenda sawa. Toba yako mbele za Bwana na kwenda kufungua milango. Taka nikutie moyo mtu wa Bwana. Nimekuwa na maombi ya toba kwa nyakati ndefu na kwa majira marefu, lakini kwa kadri ninavyoachilia toba juu halali ya miungu, kushikilia miungu, kushikilia kupiga maono, ndivyo navyozidi maono zidi kuchanua. Yaani kama mtu nazidi kuweka mbolea, nazidi kuchanua, unaanza kuzaa matunda, inaanza kuona tunda, inaona tunda la pili. Kwa nikutie moyo na wewe umeombea maono kwa maelekezo na kwa mafundisho mbalimbali, lakini bado kuna namna ambavyo huoni matokeo kwa haraka. Acha tuachilie toba kwa Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu, wewe ni Mungu mwenye nguvu, tupe maarifa. Na tunavyozidi kusogea na kuomba, Baba, bado natupa maarifa zaidi, unatupa ufunuo zaidi ya kwamba bado kuna maswali tunayo mbele zako. Lakini leo tumepata ujumbe toba juu halali wa miungu kupiga maono, na kwamba kuna uhalali wa miungu inaipata kwa sababu ya maisha yetu, kwa sababu ya maisha baba zetu na mama zetu kwa vizazi vinne. Baba, nasimama kwa toba kwa ajili yangu, nasimama kwa toba kwa ajili ya watumishi wako ambao wanafuatilia mafundisho haya Facebook Live, wanafuatilia Bwana maombi haya YouTube, wanafuatilia kadhalika TikTok. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, Baba, nasimama kwa toba juu ya kila ambacho nakiona ambacho kimetengeneza uhalali wa miungu kupiga hayo maono. Na maono yameanza vizuri, yameanza kuchanua, lakini ghafla yamepigwa, ghafla yamesimama, ghafla yameanza kwenda taratibu. Kuna sababu mahali, uko halali mahali ambapo huo halali umesimama kuzuia, halali umesimama kuzuia hiyo hatua. Baba, nasimama na damu ya Yesu, nasimama na damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu, nikiomba toba, nikiomba rehema. Naomba toba juu halali wa miungu kupiga maono. Nasimama kwa toba kwa ajili ya mtumishi wako ambaye Baba kuna mahali anapita, kuna mahali amekwama, anapenda kulita jina lako, anapenda kuifanya kazi yako, lakini kuna vitu vimesimama, kuna vitu vimegoma kwenda. Baba, nasimama na damu ya Yesu, nasimama na damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Naita hiyo damu ya Yesu, naita hiyo damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu. Hiyo damu Yesu idhihirishe uweza wake, hiyo damu Yesu idhihirishe mamlaka yake, hiyo damu Yesu idhihirishe uweza wake katika jina la Yesu. Yale yaliyokwama Bwana kwa sababu ya vita miungu, yale ambayo yamepigwa kwa sababu kwa uhalali, inasimama kwa toba ujio uhalali. Kama vile Sulemani alivyoenda kuiabudu miungu, akaenda kuitumikia hiyo miungu, akafungwa mlango wa kupigwa kwa maono. Yale maono Baba uliyaweka ya ufalme
alifungua mlango mwenyewe. Inasimama kwa toba pale ambapo tumefungua milango iliyoruhusu kushambuliwa, ile milango iliyoruhusu kupigwa, ile milango iliyoruhusu kushambuliwa. Baba, nasimama na damu ya Yesu, inasimama na damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu. Hiyo damu ya Yesu ikasimame sasa, hiyo damu ya Yesu ikadhihirishe utukufu wake, hiyo damu ya Yesu ikadhihirishe mamlaka yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai. Baba, nasimama na damu ya Yesu, inasimama na damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Inaita hiyo damu ya Yesu ikasimame na kunena mema. Inaita hiyo damu ya Yesu ikasimame na kunena mema, kinyume na uovu wote, kinyume na machukizo yote. Damu ya Yesu ikanene mema. Baba, naachilia damu ya mwana kondoo Yesu ikapite ikafute huo halali ambao miungu imeipata kupitia kuabudiwa kwa hiyo miungu, kupitia magano ya hiyo miungu, kupitia viapo vya hiyo miungu. Baba, wengine nika habari ya koana hizo chanzo cha kupigwa, wengine walipoingia kwenye mahusiano kuna vitu vimepigwa. Baba, nasimamisha hiyo damu ya Yesu inene mema kinyume na uovu wote. Inasimamisha hiyo damu ya Yesu inene mema kinyume na machukizo yote. Hiyo damu isikafute huo halali. Haijalishi miungu imepata uhalali mahali gani, haijalishi imepata uhalali, upiga hayo maono ambayo Baba ameweka ndani ya mtumishi wako. Na nikaliko na safari ametembea, nikaliko na hatua amesogea, lakini ghafla hatua imepigwa, ghafla hatua imepigwa na kushuka, kwa sababu hiyo miungu imetafuta nafasi ya kushambulia, imepata uhalali mahali. Inasimamisha hiyo damu ya Yesu. Ninasimamisha damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu. Hiyo damu Yesu ikasimame na kunena kinyume na kila agano. Hiyo damu Yesu ikasimame na kunena kinyume na kila viapo. Ile damu Yesu inenayo mema ikapate kunena mema katikati ya mtumishi wako. Baba, mlango uliofungwa na miungu Baba kuzia hatua za maono ukafunguke sasa. Ninaufungua kwa damu ya Yesu. Ninaufungua kwa ufunguo wa damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu. Baba, ninafungua huo mlango kwa damu ya Yesu. Haijalishi mlango umefungwa kwa maagano, iko damu ya agano jipya na achilie pite na kushirika ya maagano katika jina la Yesu. Haijalishi imefungwa kwa viapo, iko damu isinotengwa viapo, ikatengwa hivyo viapo katika jina la Yesu. Haijalishi Baba kuna mikataba namna gani imeandikwa kwenye mafaili huko, inapeleka damu isikafute mafaili, ikafute jina lake, ikafute jina mtumishi anaofuatilia hapa, jina lake limeandikwa kwenye mafaili huko na hiyo miungu inafuatilia kihalali. Leo napeleka damu ya Yesu ikafute jina lake ambako limeandikwa kwenye vitabu vya huko, na hivyo miungu inatumia huo halali kwa ajili ya kupiga maono, kwa ajili ya kushambulia maono. Hiyo damu sikapite kila mahali penye halali. Damu sikatengwa hiyo nguvu katika jina la Yesu na kwa damu ya Pasaka na mwana kondoo Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai. Amen, amen. Mungu wangu awabariki, Mungu wangu awatunze. Tunaanza mfululizo tena maombi, kuendelea kuombea maono. Maombi ya maono ni maombi ambayo tunatakiwa tena mpaka tuone matukio, mpaka tuone matokeo makubwa zaidi. Kwa hiyo usikate tamaa, jitie nguvu. Maomba hujaona matokeo, anza kuachilia toba kwa Bwana, na toba yake itafungua milango ambayo ilikuwa imefungwa. Hiyo milango itafunguka na Bwana litukuze jina lake. Amen.